Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mtazamaji ambaye unafuatilia majambo ya kheri haya kutokea hapa kwa Sheikh Othman Michael ofisini kwake Buguruni karibu na kituo cha dadala cha Rozana. Leo ni siku ya Alhamis, bado masaa machache tu kuikaribia siku ya Ijumaa. Mara tu baada ya magharibi kuingia, Ijumaa inakuwa tayari imeshapinduka kwa mujibu wa taratibu. Sheikh Othman ana utaratibu kila Alhamis kutoa ratiba ya Ijumaa. Ijumaa kesho nitakuwa niko msikiti gani na hotuba itakuwa ni ipi. Endelea kufuatilia Othman Michael Online TV, bila kusahau Sambawi Online TV kwa pamoja, ambazo tunashirikiana hapa na media zote ambazo zinaleta majambo haya ya kheri. Mimi ni Al-Habib Sheikh Mungia, Babyface, sura ya kitoto. Naam Sheikh Othman, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu warahmatullah. Ijumaa iliyopita Sheikh ulikuwa msafara na kwa mara ya kwanza mkazindua jambo jipya kabisa. Fikra gani mlizipata zile Sheikh? Kwanza tuanzie huko. Jambo lipi la uzinduzi wa Qur'an? Fikra hizo kwa sababu ni kama ilivyoelezwa, watu wengi wanasoma Qur'ani lakini malengo hayatimii na wanakata tamaa. Sasa ni moja kati ya njia ya kuwafariji wale watu ambao tuwaeleze kwamba kupitia Qur'ani hakuna kinachokosekana. Man arada dunya fa alayhi bil Qur'an wa man arada al akhirah fa alayhi bil Qur'an. Anayetaka dunia asome Qur'ani, anayetaka akhira asome Qur'ani. Wa man arada fihima fa alayhi bil Qur'an. Anayetaka yote mawili Qur'ani tu. Na hukupanga kwenda kuswalia pale Takwa kwa Ijumaa iliyopita, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu na mapenzi ulionayo na Sheikh wakati ukaamua kwenda kuswali pale, na sisi wote tulijumuika pamoja swala ya jamaa, lakini idadi ya watu ilikuwa kubwa, alafu walitulia sana kwenye hotuba. Umeipokeaje hilo wakati unawaangalia waumini wako kwa wakati ule? Kwa kweli waumini wa Ijumaa hatuwatathmini kwa sababu ni kawaida yao, lazima wajae tu msikitini. Japokuwa na pia nani yupo pia inasababisha. Binafsi kama mimi kuongea kwa majority napenda zaidi kwa sababu ile mzuka wanasema vibe ndo inakuja. Kwa hiyo kwa sababu tushakuwa zoefu wa kuzungumza, nimelichukulia ni sehemu ya furaha na sehemu ya historia kuzungumza kwa umma kama ule. Kwa matajiri kama wale, maana sehemu ile ni sehemu ya matajiri. Kwa nini Sheikh unasema sehemu ya matajiri? Ailala si ndo illa Allah, kuna mwingine isipokuwa Allah tu. Na ndio wilaya yenye misikiti mingi kuliko wilaya yote kwa Dar es Salaam. Kabisa ndo kwa kina Alwatani hapa. Ijumaa hii tutegemee msikiti gani hotuba yako? Lindi Kariakoo. Na tutakachokwenda kuzungumzia pale kinasema tajirika na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana kwa sababu ukimtumia mtume umetoka katika maisha haya. Isipokuwa tulimuona mtume kama mimi na wewe tu. Wanasema mwenye bahati habahatiki. So kwa na bahati habahatiki. Lakini wale watu wenye macho makubwa basi tunawaambia tajirika na Mtume Muhammad. Nini wakitegemea Waislamu wa maeneo ya Lindi na maeneo ya karibu? Wategemee kujifunza na wazinduke. Kumbe wao wafuasi wa Mtume Muhammad ni neema ambayo haielezeki. Si uongofu tu, mpaka mfumo wa kamili wa maisha na furaha na kipato. Watu wategemea tena kuona fujo zile za msafara barabarani? Ilikuwa hivyo. Lakini kwa Kariakoo kwenyewe ni msafara tosha kutokana na vurugu yake. Kwa hiyo tukifanya msafara unaweza ukatushughulisha ukatuchelewesha. Tutachukua gari 2-3 tu za kuweza kupenya tukaenda. Ya rating kwa ni msikiti wa Wadhiha, Simba zipo zingefanya msafara. Lakini msafara ule utawiwa radhi kidogo. Nikushukuru. Asante. Ni ratiba hii ikitolewa na Sheikh Othman kuelekea siku ya kesho, siku ya Ijumaa. Msikiti ni pale Lindi Kariakoo, na hutuba umesikia title yake, tajirika na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikushukuru kuweza kuungana nasi, lakini kushauri fika mapema, chukua udhu wako, kaa Sheikh atakapopanda kwenye mimbari basi utulie kwa umakini wa hali ya juu, ufuatilie hotuba vile ambavyo inazungumza. Mwenzangu nyuma kamera yuko Hussein pamoja na Omari Sambawi. Mimi ni Al-Habib Sheikh Mungia. Endelea kuangalia mambo yaliyo ya kheri. Wabillahi tawfik.